Simba! Simba! Mheshimiwa Mwenyekiti, nimepewa dakika 10 za kuja kuwasalimia na kuwatia joto katika shughuli yenu hii muhimu, na sina dhamira ya kuongea zaidi ya hapo, ili niwaache muendelee na jukumu hili muhimu ambalo umepanga kulifanya leo. Kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuturuzuku uhai na kuwezesha kukutana hapa asubuhi hii nzuri ya leo, lakini niwape ninyi salamu za pongezi kwa hatua kubwa mliofikia ya kuendelea na mkutano huu wa klabu hii kongwe ambao unakuja kuamua kuhusiana na mustakabali wa klabu hii, lakini ambayo inamaanisha mustakabali wa mpira wa Tanzania. Hongereni sana. Mheshimiwa Mwenyekiti na wajumbe wa mkutano mkuu, kwa siku za karibuni kumekuwa na mijadala mingi, na hasa kuhusiana na mabadiliko ya mfumo wa uendeshaji wa klabu hii, hususan katika eneo la marekebisho ya katiba. Nimesimama mbele yenu leo nikiwa naibu waziri mwenye dhamana ya michezo, na naomba nisisitize ya kwamba serikali haijawahi na wala haitaanza leo kulazimisha klabu yoyote nchini kukamilisha mabadiliko ya mfumo wa uendeshaji bila uamuzi wa wanachama wenyewe. Mchakato huu ni wenu, ni uamuzi wa wanachama, na kama wanachama mtakubaliana kuendelea kutathmini upya au kubadili mwelekeo, basi huo utakuwa ni uamuzi ambao serikali itauheshimu. Jukumu la serikali katika jambo hili ni kuhakikisha kwamba mchakato wote mnaoamua kutekeleza unazingatia matakwa ya sheria za nchi na kanuni zinazosimamia mchezo huu pendwa hapa nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti na wajumbe, serikali ina jukumu la kuhakikisha kuwa katiba mtakayopitisha, moja, inalinda maslahi ya wanachama kama wamiliki halali wa klabu; mbili, inaheshimu na kulinda maslahi ya wawekezaji waliopo na watakaokuja; tatu, inakidhi matakwa ya sheria, kanuni na taratibu zote zinazohusika katika mchakato wa uendeshaji wa klabu za michezo, ikiwamo za Baraza la Michezo, za RITA, za Mamlaka ya Ushindani Tanzania FCC, pamoja na mamlaka nyingine za serikali. Simba! Lakini pia jukumu lingine la serikali ni kwamba itaweka utaratibu utakaohakikisha uwazi, uwajibikaji na utawala bora ndani ya vilabu vyenu. Ndugu Mwenyekiti, naomba nitumie fursa hii kusema kwa uwazi, serikali haijatoa na haitatoa maelekezo ya kumdhuru mtu yeyote wala kuwaelekeza wanachama jinsi ya kuamua kwenye kufanya marekebisho ya uendeshaji wa klabu yenu. Serikali haiwezi kutoa maelekezo yoyote yatakayoingilia maamuzi ya wanachama yaliyo au yatakayofanywa kwa mujibu wa sheria. Lengo la serikali ni kuhakikisha mjadala wa maamuzi ya leo hayapotezi mwelekeo kutokana na hisia, bali yanaongozwa na busara, sheria, maslahi mapana ya klabu na mustakabali wa maendeleo ya michezo nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti na wajumbe, Simba Sports Club ni taasisi kubwa yenye historia, yenye mamilioni ya washabiki na yenye mchango mkubwa katika uchumi na tasnia ya michezo nchini. Kwa
Simba. Mheshimiwa Waziri, tunakushukuru sana kwa hotuba yako na tutazingatia yote ambayo serikali imeelekeza. Kwa kufuata utaratibu mzuri na madaraka, naomba ulizia nitumie dakika zisizozidi 5 kukushukuru kwa uwepo wako na ushauri uliotoa. Ndugu zangu, ibara ya 2021 inatoa mwongozo wa namna ya kuitisha mkutano. Katiba inasema ibara ya 21:1, mkutano mkuu wa kawaida utaitishwa na bodi ya wakurugenzi mara moja kwa mwaka, yaani ndani siku 120 baada ya mwaka wa fedha. Ukihesabu siku 120 kutokea mwaka wa fedha, iliungana tarehe na siku ya uchaguzi mkuu wa nchi. Hiyo ilitupelekea tuandike barua kwa msajili wa vyama vya michezo na kuomba ridhaa kusogeza mbele ili tuweze kufanya mkutano huo, na tulipewa siku 30. Ndiyo sababu iliyotufanya mkutano huu leo. Zipo hoja nyingi kwa nini tumeitisha mkutano tarehe ambayo tuna mechi. Siku zote kuanzia baada ya mwezi Agosti, hakuna siku ya Jumapili ambayo Simba haitakuwa na mechi, aidha ndani au nje. Lakini timu inapocheza, sio viongozi wote ambao wanahudhuria hizo mechi. Tuna uwakilishi. Mathalan, katika mechi ya leo tuna wajumbe wanne wa bodi ambao wameambatana. Tuna mwenyekiti wa bodi, yuko Mzee Mjoni, yuko Swedi Mkwami, pia yuko Isa Masudi ambaye alitangulia siku 10 kabla ya mchezo. Tunao viongozi wengine wa serikali kutoka kwenye shirikisho na taasisi nyingine. Ubalozi wetu wa Tanzania nchini Nigeria umetuma watu siku kadhaa hapo hiyo mechi. Kwa hiyo hakuna eneo ambalo litakuwa na hitilafu kwamba mkutano ufanyike, kwa sababu ni jambo lipo kwa katiba. Ndugu Mheshimiwa Naibu Waziri, Simba yapo maneno, yapo maelezo, kwa sababu ni mtazamo. Kwenye taasisi yoyote hatuwezi kuwa na mawazo yanayofanana. Wapo ambao wanakubaliana na wapo ambao hawakubaliana. Hiyo ni jambo la kawaida na the process of growth. Lazima kuwe kuna friction ili kuweza kupata hiyo ukuaji. Jukumu la ulinzi wa nembo ya Simba. Nembo ya Simba inaendelea kukua kwa thamani na kwa ukubwa. Hii si jukumu la mwenyekiti wa Simba Sports Club peke yake, ni jukumu la wanachama na wapenzi wa Simba wote. Tuilinde nembo yetu. Katika hiyo, nimesikia baadhi ya watu wamekuwa wakitoa tafsiri tofauti kwamba logo ya Simba haijasajiliwa. Hiyo taarifa haina ukweli hata nukta moja. Tusikilizane. Nembo zote za Simba zimesajiliwa kwa mujibu wa sheria, na ukiitumia bila ya Simba wenyewe unajiweka katika hatari kisheria. Tumefanya usajili na kadhalika, tunalipa returns za kuhusu umiliki wa hiyo nembo. Lakini pia katika ulinzi wa nembo, ninawaomba na kuwashauri wanasimba wenzangu, tusimamie vizuri yale tunayoyaangalia. Thamani ya fedha ambazo tunazipata zinatokana na nembo kulindwa. Tunao wadhamini wanaovutika kuja kudhamini na kuwekeza fedha ndani ya Simba kwa sababu nembo yao inalindwa. Lakini watu ambao wanavaa jezi za Simba pengine wana hasama binafsi na mimi au na mtu yoyote, kwenda kukutana timu na klabu, unashusha hadhi na inaondoa uvutiano zaidi
ambao watatusaidia kuongeza fedha na kujenga msingi mzuri wa maendeleo ya klabu. Hili ni jambo la msingi sana. Ukiwa unakusudia kunitukana, kunisema, kunilaumu, zungumza wewe as an individual. Usizungumze ukabeba mamlaka ya wanasimba wote. Hata manabii hawapendwa na watu wote. Kwa hiyo mimi hiyo wala siwezi kuona tatizo. Lingine, kwenye kununua bidhaa za kitabu. Kwa mfano, wiki iliyopita tumecheza mechi. Kuna mtu alikuja kunifuata akaniambia, mbona huyo mdhamini wetu hajaidi kutoa basi hajaleta? Na muangalie yeye mwenyewe kavaje. Yeye ndio vale peke, alafu anahimiza mdhamini atekeleze majukumu yake. Yeye anapata mapato kutokana na kuuza bidhaa. Tuwalinde watu wanaokuja kuwekeza kwa maana ya wazabuni na wadhamini. Mheshimiwa, lingine ambalo nilikuwa nikisema na nilisema hili mbele yako ili take note. Kuna watu wanaosema kwamba mali na Simba zimehamishwa. Baada ya kuyasikia hayo, ni kuagiza mwanasheria wa Simba, nadhani yupo anaweza kusimama. Tumefanya picha plate kwa majengo yaliyoko mtaa wa Msimbazi na Bunju, zote zinamilikiwa na Simba Sports Club. Yule aliyesema majengo yameuzwa, hata Simba zimeuzwa, basi atuletee na ushahidi wa huyo aliyemuuzia, maana atakayekuwa ameuza ni yeye. Katika uendelezaji wa uwanja na kushukuru kwa taarifa mliotoa, lakini binadamu kama utaweza kumshukuru mwanadamu wenzio, basi ulikata kumshukuru Mungu. Naomba ndugu Habib Nasser yupo, unaweza kusimama. Huyu bwana maarufu anaitwa Kushika Dawa. Yeye pamoja na ndugu wetu wote Peter Aso wamechangia kwa kiasi kikubwa sana kufanya marekebisho makubwa ambayo umeyaona binafsi kutoka katika mfuko wao. Tunakushukuru na unaweza kukaa. Tunatengeneza pitch zaidi ya 6 pale kwa ajili ya timu zetu za vijana, wasichana, wanawake pamoja na timu ya senior ili kupata vizuri. Lakini ndugu Octavio, tunakushukuru sana kwa mchango wako mkubwa. Yeye ni mjumbe wetu mmoja aliyepita, lakini amechangia katika kukuza vipaji. Anashirikiana sana na wenzetu wa kamati ya youth. Nimemwona tukachukua hapa. Tunakushukuru sana. Taarifa ya CEO imesema kwamba tumeweza kupandisha wachezaji 5, lakini tumeweza kupata wachezaji 4 ambao wameenda kupata timu nje ya nchi. Kwa hiyo ni jambo kubwa sana. Mheshimiwa Naibu Waziri, kwa kumalizia, maelezo uliyotoa, sisi ndani ya uongozi hatujawahi na hatutawahi kuwa na dhamira ya mdhuru yoyote, lakini tunazingatia utaratibu uliowekwa kwa mujibu wa sheria. Wapo wanachama wa Simba Sports Club, ndugu Shaweli Omar, ndugu Hamisi Ras, ndugu Boss Matola na ndugu Violet Ben. Hawa waliandika barua kwa kuzingatia katiba ya Simba, wakipendekeza baadhi ya vipengele ndani ya katiba yetu vifanyiwe marekebisho. Tumewianisha na barua ya baraza la mchezo, na hii naomba nieleweke vizuri. Baada ya kupokea barua hii pamoja na mapendekezo tuliyopewa na mwanasheria mkuu wa serikali, tuliunda kamati ya wajumbe 5 kutoka pande mbili, kwa maana ya upande wa wanachama na upande wa mwekezaji. Kamati hiyo
ilikuwa chini ya ndugu sina aliomba dharura, lakini yuko wakili Ndasa, naomba usimame. Yupo ndugu Hussein Kita naye ana uhuru, ndugu Zulfika Chando. Hawa ndio ambao waliandika barua na majibu ya barua hiyo ndiyo ambayo yamekuwa yakisambaa katika vyombo vya habari na maeneo mengine. Hakuna nia wala dhamira dhidi ya yeyote. Mabadiliko haya tunayafanya ili yaweze kuendana na matakwa ya sheria kama Mheshimiwa Waziri alivyosema.